CCM yatuma ujumbe wa dharura kwa Chadema, ujumbe ambao umezua taharuki na kutikisa medani ya siasa nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Chama cha Mapinduzi CCM kimetoa tamko rasmi likijibu madai ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba kinazuiwa kufanya shughuli za kisiasa nchini, kikisisitiza kuwa haki ya kufanya siasa inalindwa kwa vyama vyote vilivyosajiliwa kisheria, lakini lazima itekelezwe kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za nchi. Tamko hilo limekuja wakati mjadala mkali ukiendelea katika anga la kisiasa, huku viongozi wa Chadema wakidai kunyimwa fursa ya mikutano ya hadhara, kampeni na shughuli nyingine za kisiasa katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Kwa mujibu wa CCM, serikali ina ajenda ya kukandamiza demokrasia au kuzuia upinzani, bali na wajibu wa kulinda amani, usalama wa wananchi na utawala wa sheria. Hata hivyo, chama hicho tawala kimesisitiza kuwa shughuli zote za kisiasa zinapaswa kufanyika kwa kufuata miongozo ya vyombo husika, ikiwemo Jeshi la Polisi na Tume ya Taifa ya Uchaguzi INEC, ili kuepuka migongano, vurugu au ukiukwaji wa sheria. Malalamiko ya Chadema kuhusu kuzuiwa kufanya siasa si mpya, na katika miezi ya hivi karibuni viongozi wake wamekuwa wakiripoti matukio ya mikutano kusitishwa, maandamano kuzuiwa na viongozi wao kukamatwa, wakidai ni kwa misingi ya kisiasa. Hoja kuu ya upinzani ni kwamba taratibu za kisheria hutumiwa kama nyenzo za kisiasa badala ya zana za usalama, hali inayodaiwa kudhoofisha ushindani wa haki katika mfumo wa vyama vingi. CCM kupitia tamko lake imejaribu kuweka mstari wa wazi kati ya haki ya kufanya siasa na wajibu wa kufuata sheria. Kwa mtazamo wa chama tawala, vyama vyote vina haki sawa mbele ya sheria, na pale shughuli zinapozuiwa, sababu hutokana na ukiukwaji wa taratibu zilizopo, si kwa misingi ya upendeleo wa kisiasa. Katika mfumo wa sheria wa Tanzania, mikutano ya hadhara na maandamano yanatakiwa kuzingatia sheria kama sheria ya polisi na kanuni zinazosimamia usalama wa mikusanyiko ya umma. CCM imesisitiza kuwa jeshi la polisi lina mamlaka ya kuhakikisha mikusanyiko hiyo haihatarishi amani, lakini mamlaka hayo yanapaswa kutekelezwa kwa uwiano na bila upendeleo. Hata hivyo, mjadala mkubwa unabaki, je, uwiano huu unazingatiwa kwa vitendo? Ripoti ya Human Rights Watch ya mwaka 2024 imebainisha kuwa katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki, Tanzania ikiwemo, vyombo vya usalama vimekuwa vikikosolewa kwa matumizi mapana ya sheria za usalama kuzuia mikusanyiko ya upinzani, hali inayozua maswali kuhusu usawa na wa utekelezaji wa sheria. Kwa upande wake, serikali ya Tanzania imekuwa ikikanusha madai ya ukiukwaji wa haki za kisheria na kisiasa, ikisisitiza kuwa hatua zozote zitakazochukuliwa zinalenga kulinda amani na usalama wa raia wote bila kujali itikadi zao. Wachambuzi wa siasa wanaona tamko la CCM kama jaribio la kupunguza mvutano wa kisiasa na kurejesha imani ya umma katika mfumo wa vyama vingi. Kwa mujibu wa profesa wa sayansi ya siasa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mjadala huu unaonyesha changamoto ya muda mrefu ya kusawazisha usalama na uhuru wa kisiasa katika demokrasia zinazoendelea kukua. Ripoti ya Reuters mwaka 2022 ilieleza kwa mazingira ya kisiasa nchi Tanzania yamekuwa yakipitia mabadiliko ya polepole kuelekea kufungua anga la kisiasa, lakini bado kunahitajika juhudi zaidi kuhakikisha vyama vyote vinapata fursa sawa ya kushiriki katika siasa bila vikwazo visivyo vya lazima. Wachambuzi wengine wanasema kuwa wito wa CCM kwa vyama vya siasa kuwasilisha na mamlaka kabla ya mikutano ni wa kawaida katika demokrasia nyingi, lakini changamoto iko katika utekelezaji usio na ubaguzi, pale ambapo taratibu zinapotumika zaidi dhidi ya upinzani kuliko chama tawala, imani ya umma katika haki na usawa wa mfumo huanza kuyumba.
Viongozi wa Chadema wameeleza kuwa wataendelea kushirikisha jumuiya ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu ili kufuatilia hali ya kisiasa nchini. Katika miaka ya nyuma, taasisi kama Amnesty International na Al Jazeera zimewahi kutoa tathmini zinazoonyesha wasiwasi kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za mikusanyiko ya amani Tanzania. Hata hivyo, wataalamu wa diplomasia wanaonya kuwa shinikizo la kimataifa lina athari tofauti kulingana na mazingira ya ndani. Kwa baadhi ya serikali linaweza kuchochea mageuzi, kwa wengine linaweza kuimarisha msimamo wa kujilinda dhidi ya kile kinachoonekana kama kuingiliwa kwa masuala ya ndani. Na Tanzania ilirejea rasmi kwenye mfumo wa vyama vingi mwaka 1992 baada ya miongo kadhaa ya mfumo wa chama kimoja. Na tangu wakati huo CCM imeendelea kutawala huku vyama vya upinzani vikiongeza ushawishi taratibu. Historia hii inaonyesha kuwa mvutano kati ya chama tawala na upinzani umekuwa sehemu ya kawaida ya mchakato wa kidemokrasia, lakini pia umeambatana changamoto za kisheria na kiutendaji. Kwa mujibu wa tafiti za kitaaluma zilizochapishwa katika Journal of Eastern na African Studies, changamoto kubwa katika demokrasia changa si uwepo wa sheria, bali utekelezaji wake kwa usawa wa uwazi. Hili ndilo linaloibuka wazi katika mjadala wa sasa kati ya CCM na Chadema. Tamko la CCM kuhusu madai ya Chadema kuzuiwa kufanya siasa linaweka wazi mvutano uliopo kati ya usalama wa umma na uhuru wa kisiasa, mvutano ambao ni mtihani wa kweli kwa demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania. Ingawa CCM inasisitiza kuwa haki ya kufanya siasa ipo kwa wote, madai ya upinzani na tathmini za mashirika huru zinaonyesha bado kuna pengo kati ya sera na vitendo. Kwa mustakabali wa demokrasia ya Tanzania, hatua madhubuti zinahitajika kuhakikisha kuwa sheria zinatekelezwa kwa usawa na vyombo vya dola vinabaki huru dhidi ya upendeleo wa kisiasa na vyama vyote vinapata nafasi sawa ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa. Jinsi mvutano huu unavyoshughulikiwa itaamua si tu uhusiano kati ya CCM au Chadema, bali pia na wanachama katika mfumo mzima wa demokrasia ya vyama vingi. Ni hayo tuliokuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo kuletea taarifa hizi kila wakati na kwa kina, uchambuzi wa kina bila kuegemea mahali popote wala kupindisha. Zidi kuwa nasi na zidi kutupa support yako. Unachostahili kufanya ni kusubscribe, kulike na kushare video zetu kwa majirani, jamii na marafiki na wengi ambao hawajapokea taarifa hizi, ili waweze kujuzwa kuhusiana na ujumbe wa CCM ukizungumza kuhusu madai ya chama cha Chadema kuhusiana kuzuiwa kufanya kampeni ama harakati za chama. Na vilevile kumbuka waweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi moja kwa moja. Unachostahili kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupokea taarifa hizi pindi tu tunapozileta hewani.